Sabato. Utakuwa umeketi tu hivyo hivyo, na hebu utuambie leo somo la ukuzaji lina kichwa kinachosema nini? Bwana ni mwema na wakati wote. Kichwa cha somo cha leo kinasema faida ya vikosi hai vya utendaji katika shule ya Sabato. Somo hili limeandaliwa na mchungaji Sadiki Shehemba ambaye yeye ni mkurugenzi wa shule ya Sabato na huduma binafsi AMR na APM Union ya Mission mwa Kusini mwa Tanzania. Okay. Na somo linaletwa kutoka kwa kiongozi huyu ambaye anazungumzia kuhusu umuhimu, si ndio? Hebu tueleze ni vitu gani ambavyo vinatakiwa vifanyike katika shule ya Sabato. Mchungaji Shemba ameanza na aya elekezi ambapo amenukuu kitabu cha Waamuzi 7:16 ambapo inasema, kisha akawapanga wale watu 300 katika vikosi vitatu, akatia tarumbeta katika mikono ya watu wote, mitungi sio maji na mienge ndani ya ile mitungi. Pastor Shemba akaendelea kwa kusema kwamba Mungu amekuwa akitumia vikosi katika utekelezaji wa kazi wake ili kupata ushindi katika kutekeleza kazi yake. Hivyo tunaona kwamba kanisani tunagawanywa vikosi vidogo vidogo. Katika makundi hayo madogo madogo tunapaswa kujifunza neno la Mungu, na katika vikosi hivyo tunaelezewa kwamba tukigawanywa hivyo tunaweza tukapata kanisa lenye nguvu na kanisa kubwa, kwa sababu ndani yake tunakuwa tunajifunza neno la Mungu kikamilifu. Lakini akaeleza kwamba vikosi hivi vikiimarishwa na kutunzwa ni nyenzo kubwa ya kuifanya kazi ya Mungu isonge mbele. Asante. Labda tupende kutambua miongoni mwetu ambao wako kwenye vikosi hivi vya watu 7 mpaka 8 vya shule ya Sabato. Tunyoshe mikono. Haya, wale ambao hawapo kabisa kwenye vikosi wapo, huenda hawahitaji kunyosha, labda wanahisi wamekosea. Lakini hebu jitahidi tunapoanza huu mwaka usikose kuwa miongoni mwa mwanadarasa katika kikosi kimojawapo. Yaani usikae bila kikosi. Tumeelezwa hapa, tumeona kwamba kuna faida sana za kuwa kwenye vikosi na Mungu anafanya kazi yake kupitia vikosi. Anaendelea kusema nini dada Janet? Pastor Shemba kuishia hapo akaelezea faida ambavyo vikosi hai vinaleta katika kanisa. Akasema, moja, kushirikisha kila mwanakikosi, maana kila mwanakikosi analo jukumu la kulitekeleza na kulitolea taarifa ndani ya kikosi chake. Lakini 2, akasema kila mwanakikosi analo jukumu la kushiriki katika uinjilisti na kufanya idadi iongezeke ndani ya kanisa. Lakini pia akaelezea kwamba kila mshiriki au mwanakikosi anatakiwa kuwa mwaminifu kwa Mungu wake kwa kurudisha zaka na sadaka ili kuongeza pato la kanisa. Lakini pia kusaidia wale waliorudi nyuma, kuwaleta kanisani na kuwafanya pia wahudumu. Lakini kila mwanakikosi analo jukumu la kushiriki na kuhakikisha kwamba washiriki wengine hawarudi nyuma wala kupotea. Lakini pia tunatakiwa kuwa na umoja na mshikamano na kuwatembelea baadhi ya jamii kwa kuhudumia mahitaji yao muhimu na halisi. Tunapaswa kujifunza neno la Mungu kikamilifu, na kila mwanakikosi anatakiwa kushiriki kujifunza hilo neno la Mungu na kuchangia hapo katika kikosi chake. Lakini pia tunatakiwa kuhimizana sisi kwa sisi kusoma neno la Mungu kwa bidii na kulitafakari. Lakini kuishia hapo akasema kwamba sisi kwa sisi tunatakiwa kuimarisha umoja kati ya muumini na muumini ili kuleta upendo mkubwa ndani ya kanisa. Asante. Atakuwa amemaliza au kuna vitu bado anaelezea? Baada ya hapo anachomalizia anasema kwamba hivyo vikosi vya shule ya Sabato ni mpango wa Mungu asiyekosea katika ujenzi wa kanisa imara na madhubuti linaloongoza watu kwa maisha ya umilele. Hebu kila kanisa
lihakikishe kuwa na vikosi vya shule ya Sabato vinaimarisha na kusimamiwa vyema. Asiwepo kiongozi wa shule ya Sabato anayevuruga vikosi vya shule ya Sabato bila kusaidiwa kwa kuelekezwa kwa mafundisho ya kanisa. Hebu kila muumini awe mjumbe wa kujenga shule ya Sabato imara. Anamalizia, hakika Mungu ni mwema na ni mwaminifu wa haki, na mbarikiwe sana. Amina. Tulivyo navyo sasa, mnachokiona hapa mbele, hichi ni kikosi cha darasa linaloitwa Uamsho, na tumeelezwa hapo umuhimu na faida za vikosi hivi vya shule ya Sabato. Labda tu kabla hatujaendelea tufanye utambulisho ili tuone umuhimu au faida ya vikosi vya shule ya Sabato, kwa sababu vinafanya wote katika kikosi wanakuwa viongozi, na pia ameeleza hapo kwamba kuna faida nyingi pia kwa ajili ya kuweza kufurahi pamoja na kushirikiana katika shughuli mbalimbali. Kwenye darasa letu kuna kiongozi wa mambo ya kiroho na familia. Huyu tunamuita ni mchungaji wa darasa. Huyu mchungaji wa darasa anaitwa Kalumia Mangu. Unaweza ukasalimia. Amina. Huyo ndiye mchungaji wetu wa darasa. Lakini pia kwenye darasa letu tunaye mratibu wa uinjilisti wa kiroho katika kikosi chetu cha shule ya Sabato. Huyu anaitwa Abdalla Bwire. Bwana ni mwema na wakati wote. Pia tunaye mratibu wa mahusiano wa kikosi. Huyu tunamtumia kama mtu wa mawasiliano pia. Yeye anaitwa Lucas Kabetezi. Bwana ni mwema wakati wote. Asante. Tunaye pia mratibu wa uwakili ambaye huwa anahamasisha kikosi kwa ajili ya kukamilisha zile nyanja za uwakili. Yeye anaitwa Amani Gerard. Bwana ni mwema wakati wote. Pia tunaye mwazini wa kikosi anaitwa Amos Surusi. Bwana ni mwema wakati wote. Tunaye mwalimu wa darasa ambaye anaitwa Janet Nikundiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Pia tunaye katibu wa darasa ambaye yeye kwa leo hatuko naye, yuko safari, anaitwa Sara China. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa kikosi ambaye ndiye mimi ninayezungumza nanyi, naitwa Emmanuel Yohana Nyamboba. Lakini pia kwenye darasa letu huwa hatukosi wageni. Tunaye ni mmoja, ajitambulishe kwa majina yake. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa jina naitwa Kristina Filipo, ni mwanadarasa. Amina. Nyumba yenye mibaraka huwa haikosi wageni. Basi kwa utambulisho huo, ningependa tuendelee na kitu kingine ambacho tulicho nacho. Tunaomba tuwakaribishe watoto watoto. Kisa kizuri sana kinaitwa Kuguswa na Wema. Kuguswa na Wema. Hichi kisa kinaletwa kwenu na B. Luvanti kutoka katika nchi ya bahari ya Pasifiki Kusini, New Caledonia. Caledonia ni kisiwa hiki. Katika hichi kisiwa alikuwa anakaa huyu bibi anaitwa Bibi Luvanti. Huyu Bibi Luvanti alikuwa na njozi kubwa sana. Alitamani kufungua duka la kushona, ni fundi kushona, na alitamani sana kwamba siku moja awe na duka kubwa kwa ajili ya kushona. Na Mungu alisikia maombi. Alifanikiwa kuwa na duka kubwa sana ambalo alikuwa anapata fedha, lakini katika hilo pia kuna kitu kingine ambacho pia alikipata, ni pamoja na kumpata Yesu. Bibi Luvanti na mume wake wanaishi na binti yao katika hicho kisiwa cha New Caledonia katika bahari ya Pasifiki Kusini.
Walipokuwa wakimlea binti yao, Bibi Luvanti aliendelea kushona nguo nyingi, lakini pia alikuwa anajifunza jinsi ya kushona. Sasa siku moja alitembelewa na mgeni mahali pale alipokuwa akishona. Bibi Luvanti alikuwa anaabudu katika sanamu, na pale kwenye duka lake pale aliweka sanamu kubwa sana, na alikuwa anaamini ya kwamba mafanikio aliyokuwa anayapata ni kwa sababu ya ile sanamu. Kwa hiyo alikuwa anaizawadia, anaitolea sadaka ya shukrani katika ile sanamu. Sasa siku moja huyu Bibi Luvanti alitembelewa na mgeni mmoja hivi ambaye alikuwa ni mteja pia katika duka lake hilo. Sasa yule mgeni alipofika mahali pale kwa Bibi Luvanti, huyu mgeni alikuwa anaitwa Mama Edwige. Huyu Mama Edwige alipofika pale alimuona jinsi ambavyo Bibi Luvanti alikuwa akifanya pia ibada zake, lakini hakumkosoa. Yes, hakumkosoa wala hakusema kwa nini unafanya ibada kwenye sanamu. Lakini huyu Mama Edwige akajenga urafiki mzuri sana na huyu Bibi Luvanti. Ule urafiki wao sasa, alikuwa analeta zawadi, anamletea mapela, anamletea matunda. Na huyu Bibi Luvanti alikuwa anafurahi sana, na siku moja akipewa ile zawadi anairudisha shukrani kwa sanamu yake, yani anairudisha, yani anaamini ya kwamba ni kwa sababu ya ile sanamu ndio maana anapokea vitu. Kwa hiyo alikuwa anairudisha ile sadaka kwa sanamu, anaenda kuweka pale kama shukrani, kuishukuru kwa yale ambayo inamtendea. Bibi Luvanti akawa anamuelekeza taratibu kwa habari za Yesu, akawa anamfundisha kuhusu huyu Yesu, na Bibi Luvanti akawa anavutiwa kwa sababu ya ule ukalimu wa yule mama, kiasi kwamba alikuwa anashindwa namna ya kumkatalia kwa sababu ya kile ambacho yule mama alianza kukifanya kabla, kwa sababu ya zile zawadi na ukalimu wa yule mama. Sasa akawa anampatia zawadi, anamfundisha pia, na huyu mama akaanza kuelewa ya kwamba anayestahili kufanyiwa ibada ni Mungu peke yake na wala sio sanamu. Kwa hiyo taratibu huyu mama akawa anaelewa kwamba Mungu ndiye anayestahili kufanyiwa ibada. Kwa hiyo akawa anaenda taratibu, na siku moja huyu mama akaenda kanisani. Mama Edwige alichokifanya alipofika kanisani, akaomba kanisa limuombee. Kile kitendo cha kanisa kumwombea kilimfanya huyu mama ajisikie vizuri sana, na akaona kana kwamba anajaliwa sana. Kwa kile kitendo kikamfurahisha, akaliona kanisa ni lenye upendo, na yeye akajiona ni mtu wa thamani kiasi kwamba kanisa linataja jina lake ili aombewe na familia yake. Kile kitu kilimfurahisha sana. Kwa hiyo mama, kupitia kile ambacho huyu mama alichokifanya Mama Edwige, huyu mama akajikuta amebatizwa. Haleluya. Na akawa Mwadventista Msabato. Lakini fungu ambalo huyu mama alikuwa analipenda ni katika kitabu kile cha Isaya ambacho inasema, Mungu anasema kabla haujazaliwa. Hapa anasema ni Yeremia, of course, Yeremia 1:5 inayosema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Huyu Bibi Luvanti sasa alichokifanya ni kuhakikisha kwamba anakuwa mwinjilisti wa wengine. Pale dukani kwake sasa alichokifanya, akaweka vitabu, yani anatoa huduma, lakini pia anawaambia wengine habari za Yesu, na akajifunza lugha mpya tena ili kuweza kuwafikia wale wateja wake. Mungu atubariki. Bibi Luvanti alikuwa na juhudi sana, mwenyekiti. Okay. Yes. Yeah. Alikuwa na juhudi sana kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaenda. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu pia. Yes. Basi baada ya kupata kisa hicho cha watoto, tuangazie pia kwa watu wazima. Kilijili nini? Bwana ni mwema na wakati wote. Sasa ni wasaa mzuri wa kuweza kusikiliza somo la utume kwa watu wazima. Ni somo la 3 lenye kichwa kinachosema hatua muhimu ya mabadiliko.
Hapa tutamwangazia kijana mdogo aitwaye Theodore. Kijana huyu alizaliwa katika kisiwa cha Kifuo, New Caledonia, katika bahari ya Pasifiki. Anaanza kwa kusema kwamba ni kijana aliyekuwa ni mdogo katika familia yao yenye jumla ya watoto 12. Kijana huyu aliweza kumfahamu Kristo na kumpenda, lakini alipofikia umri wa kuelekea shule akiwa kidato cha 5 na 6 aliweza kupata marafiki, lakini marafiki wale waliweza kuwa naye na ikafikia hatua baada ya kumpenda Kristo aliweza kutamani anasa za kidunia, lakini aliweza kuahirisha masomo yake na kuweza kujiunga na tamaduni za kidunia na kuingia katika uraibu wa uvutaji wa bangi, sigara pamoja na unywaji wa pombe. Aliweza kuendelea na hiyo hali, lakini siku moja akiwa katika unywaji wa uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, aliweza kutafakari kwamba kuna jambo ambalo lilikuwa likimuumiza katika moyo wake alilohitaji kuweza kulipata. Na hivyo siku moja, Jumapili moja, aliweza kuhudhuria kanisani, na baada ya kuwa ametoka kanisani aliweza kutafuta Biblia yake kwa muda kadhaa na kuweza kuipata. Aliweza kujifunza Biblia japo hakuweza kuielewa kwa ukamilifu, lakini aliweza kuendelea kumwomba Kristo aweze kumsaidia. Siku moja aliweza kumpata rafiki katika familia ya Waadventista wa Sabato. Aliweza kumwalika katika Injili kanisani, hivyo hakuweza kusita, aliweza kukubali. Alipoendelea kupata mafundisho, yaliweza kubadili muonekano wake wa awali wa kupenda anasa za kidunia na kuweza kumfuata Kristo. Tunasemaje? Hivyo mnamo Juni tarehe 19, 2019 aliweza kubatizwa. Tunasemaje jamani? Amina. Kumbe hakuna jambo linaloweza kushindikana, bali yote yawezekana. Lakini vivyo hivyo anaendelea kutusii kijana huyu kwamba yeye pamoja na kuingia katika anasa za kidunia aliendelea kumtumainia Mungu, na wimbo wake ulikuwa ni kuweza kumtumainia Mungu. Lakini mwandishi wa somo hili anatuambia, asante kwa sadaka yako ya Sabato ya 13 ambayo itakuwa na matokeo ya kudumu katika maisha ya watu kama Theodore. Sadaka yako ya ukarimu itasaidia kuanzisha kwa kituo cha mvuto kule Wolves, ambacho kitawasaidia Waadventista kujenga madaraja ya ufahamu na urafiki na watu waishio katika eneo la New Caledonia. Kumbe somo hili linaweza kutufundisha, wakati mwingine tumeweza kuona watu hawafai, lakini Kristo anawahitaji hao. Kwa hiyo ni vema nasi pia tuweze kualika wale watu ambao tunaona wametanga mbali, tuweze kuwasogeza kwa Kristo. Hakika Mungu atawabadilisha maisha yao na watapata kufaa. Asante. Amina. Mnasemaje kwa utume huo? Amina. Hakuna kinachomshinda Mungu, kila jambo linawezekana. Muda huu nipende kuwakaribisha kwa ajili ya kuwakumbusha kile ambacho kilijiri Sabato iliyopita. Tunakumbuka kwa wale ambao mlikuwepo, lakini pia kwa faida ya wale ambao hawakuwepo. Sabato hiyo kama kawaida kipindi vilikuwepo vyote, kikiwepo kipindi kabisa cha kwanza cha darasa la walimu, baadaye tukapata kipindi cha uimbaji, lakini pia tukapata kipindi kama hiki ambacho tuko nacho kwa sasa. Na kipindi kama hiki kiliongozwa na vijana wadogo, na tuliongozwa kwa njia ya sauti, tukisikia tu sauti bila kuwaona wao ana kwa ana, na baadaye tukaja kuwaona dakika za mwishoni kabisa walipokuja kujitambulisha na wakatupatia wimbo. Lakini kwa siku hiyo, kwa kumbukumbu, kulikuwa kuna kaala fulani hivi ambako nikikasikia tu nakumbuka shule ya Sabato ya watoto, kaala fulani hivi ambako aga kanapiga wakati wa kipindi cha habari, wale wanaofuatilia habari ITV mtakuwa pamoja nami. Lakini tukienda mbali zaidi kwa kukumbushana kile ambacho kilijiri kwa Sabato iliyopita, ni taarifa kwa ajili ya kuhusu masuala ya kiroho. Kukua kiroho, waliosoma lesoni kwa mpango walikuwa ni watu 7. Waliosoma lesoni japokuwa si kwa mpango walikuwa 22. Waliosoma lesoni kwa njia ya mtandao walikuwa 5,
waliosoma Biblia kwa mpango walikuwa 3, waliosoma kesha na roho ya unabii walikuwa 32, waliosoma lesoni za watoto pamoja na watoto wao walikuwa 2, waliokariri fungu kuu walikuwa 39. Lakini huduma yangu kwa Yesu, mara ngapi umetembelea kwa kusudi la Injili, ilikuwa mara 18. Idadi ya magazeti, vitabu na vijizu vilivyotolewa vilikuwa 43. Idadi ya mafundisho na mahubiri yaliyotolewa ilikuwa 19. Idadi ya roho zilizoongolewa zilikuwa 44. Huduma yangu kwa jamii, idadi ya watu waliosaidiwa walikuwa 63. Idadi ya nguo zilizotolewa zilikuwa nguo 5. Na fedha au thamani ya chakula, fedha na thamani ya chakula kilichotolewa ni 182,700. Mnasemaje kwa taarifa hiyo? Na mwisho, siku hiyo shule ya Sabato ilifungwa saa 4:55 tukiwa jumla ya washiriki na waumini 188, watoto wakiwa 72 na watu wazima wakiwa 116. Niwapongeze wale ambao wamewahi katika shule ya Sabato kwa siku ya leo. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie hongera kwa kuwahi katika shule ya Sabato. Basi kwa misho hii tunapokuwa tukihitimisha, kama awali tulivyojitambulisha, sisi ni darasa la Uamsho ambalo leo tumewahudumia katika siku hii ya leo, na siku ya leo tumewahudumia tukiwa na furaha kabisa. Niliwaambia kwamba miongoni mwetu tuna mmoja ana miaka kuanzia 36, na huyo ndiye aliyetufanya tuweze kujumuika pamoja katika muda huu. Nahitaji kumfahamu ni nani? Huyu yeye anahama kutoka darasa la bobea anakwenda darasa la watu wazima, yaani anaenda kukaa darasa moja na Bibi Kamwendo na Mzee Kamwendo. Kwa maana hiyo anatuacha sisi vijana tukiendelea kubobea andikoni. Kiukweli atamisi darasa la bobea andikoni, na kulingana na muda tungeeleza na mngepata shuhuda la namna ambavyo darasa hili la bobea andikoni limekuwa na mchango mkubwa hasa katika maisha yetu ya kiroho. Lakini mchana tutakuwa na kipindi, usikose mchana. Na muda huu nimkaribishe kiongozi wa shule ya Sabato kwa ajili ya matangazo. Baada ya matangazo, nitawaomba vijana wote watakuja hapa mbele kwa ajili ya wimbo. Vijana wakubwa watakuja hapa mbele kwa ajili ya kutupatia wimbo wa mwisho. Baada ya mkurugenzi kutoa matangazo, atatupatia ombi la mwisho pia. Tupe utakaso